Hujambo mtazamaji wa Nukta TV, karibu kwenye Mseto Plus ya leo, dakika chache za kuangazia matukio kadha wa kadha yaliyojiri ndani na nje ya taifa la Tanzania. Jina langu naitwa Kelvin Mkwinya na mwandaaji wa show hii kabambe ni Gustav Goodluck. Shirika la ndege la Tanzania ATCL limeandaa safari maalum ya kuwarejesha abiria waliokwama Dubai kufuatia vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vilivyosababisha kufungwa kwa safari za anga kwa siku kadhaa katika taifa hilo. Taarifa ya ATCL iliyotolewa leo Machi 6, 2026 imeeleza kuwa safari hiyo itafanyika siku ya Jumapili Machi 8, 2026 na itawahusu pia abiria wenye tiketi walioathirika na kusitishwa kwa safari hizo. Taarifa ya ATCL inakuja ikiwa zimepita siku 5 tangu ilivyotangaza kusitisha safari zake kuelekea Dubai baada ya kufungwa kwa anga la Mashariki ya Kati lililosababishwa na vita hivyo vinavyoendelea vilivyoanza Februari 28, 2026. Aidha, ATCL imeshauri abiria kuwasiliana na ofisi za shirika hilo kwa maelekezo na uthibitisho wa safari kabla ya kuondoka, ikiwataka kutumia namba 0748773900 kwa wakazi waliopo jijini Dar es Salaam na nambari +974464532 kwa waliopo Dubai. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu imetupilia mbali kesi iliyokuwa inapinga uchaguzi wa Tanzania wa mwaka 2020. Uamuzi huo unahitimisha shauri lililoanza Novemba 2020 likiongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wa ACT Wazalendo marehemu Maalim Seif baada ya kurisiwa na kuendelezwa na katibu wa chama hicho Ado Shaibu kufuatia kifo cha Maalim Seif mwaka 2021. Kupitia kesi hiyo, wadau waliomba mahakama itangaze kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 haukuwa halali na kutoa maelezo ya mageuzi ya katiba na sheria za uchaguzi nchini. Mahakama hiyo iliyopo jijini Arusha imesema kuwa madai ya walalamikaji hayakuwa na uzito wa kisheria wala ushahidi wa kutosha kuthibitisha ukiukwaji wa misingi ya kidemokrasia. Licha ya malalamiko yaliyowasilishwa na wadai akiwemo Ado Shaibu na wagombea wawili na wapiga kura watatu, majaji wamesema hapakuwa na ushahidi wa kuaminika wa kuziunganisha tuhuma hizo na ukiukwaji wa sheria za uchaguzi. Ikiwa ni takriban siku 5 sasa tangu kuanza kwa vita kule Mashariki ya Kati, jeshi la Israel limesema limeshambulia miundombinu ya mji mkuu na wa kiserikali wa Iran, Tehran, usiku wa kuamkia leo Machi 6, 2026. Mkuu wa majeshi ya Israel Eyal Zamir amesema hatua ya awali ya mashambulizi ilihusisha kupata udhibiti wa anga na kushambulia maeneo yenye makombora, na kuongeza kuwa hatua inayofuata italeta mshangao zaidi. Kwa mujibu wa jeshi hilo, ndege za kivita za Israel zimefanya wimbi la 14 la mashambulizi dhidi ya Iran tangu Jumamosi, Februari 28, 2026, huku milipuko mikubwa ikiripotiwa kutokea katika jiji la Tehran na miji mingine. Aidha, kwa upande wake Iran imeripoti kujibu mashambulizi hayo na kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea maeneo kadhaa nchini Israel ikiwemo mji wa Tel Aviv. Mtazamaji wa Nukta TV, kufikia hapo tumefikia tamati ya Mseto Plus. Ulikuwa nami Kelvin Mkwinya na mwandaaji wa show hii kabambe ni Gustav Goodluck. Nikukumbushe tu ya kwamba usisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter pamoja na TikTok. Tunakwenda kwa jina la Nukta Tanzania, lakini vile YouTube usisahau kusubscribe channel yetu inayokwenda kwa jina la Nukta TV. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.